Njia nne rahisi za kutengeneza pesa mtandaoni kwa Kiswahili. Karibu tena kwenye kituo chetu. Leo tunazungumza ukweli mmoja tu. Kupata pesa mtandaoni hakuhusishi hadithi za uongo za kufuma pesa usiku moja. Linahusisha ujuzi halisi, bidii, na kuelewa uchumi wa mitandao ya kijamii. Ndiyo, leo tunazungumza kuhusu jinsi ya kutumia media ya kijamii kuleta mapato halisi kwa biashara yako ndogo. Tupo tayari? Kabla ya kuingia kwenye mbinu, ni muhimu tuelewe kwa nini hii ni fursa kubwa, hasa kwa wewe mwenye lugha ya Kiswahili. Wazo kuu, kuna watazamaji wengi wanayotamani maudhui ya Kiswahili. Mitandao kama Meta, inayomiliki Facebook na Instagram, ina watumiaji bilioni 3 duniani kote. Hii ni soko kubwa ambalo linaungoja wabunifu kama wewe kujaza pengo hili. Badala ya kukimbilia kozi za guru wa mtandaoni, jenga msingi halisi hapa. Sasa, hebu tuangalie mikakati minne halisi na inayoweza kutekelezeka. Lengo sio kuuza tu, bali kujenga jamii. Watu hununua kutoka kwa watu wanaowaamini. Zungumza lugha yao, Kiswahili. Toa maudhui yanayowaleta thamani, ushauri, burudani, au ufumbuzi wa matatizo yao. Hii ndiyo njia ya kujenga imani na kuwafanya wakurudie tena na tena. Usiwe mtu wa kurudia tu. Fanya utafiti wa kile watazamaji wako wanapenda. Je, wanaipenda michezo, mitindo, au ushauri wa kibiashara? Weka lengo na undie maudhui maalum. Kampuni kubwa kama Google na Microsoft zinatambua nguvu ya soko la Kiswahili. Hii inamaanisha fursa iko wazi kwa wewe kujihusisha na wateja kwa lugha wanayoelewa zaidi. Lengo ni kufanya biashara yako ionekane kwa urahisi na anayehitaji huduma yako. Kwa mfano, mtu anatafuta duka la vitambaa Arusha. Ikiwa wewe ndiye huo duka, hakikisha tovuti na maudhui yako yana maneno hayo: nunua vitambaa Arusha. Hii ndiyo inayoitwa SEO. Ni kuhusu kujibu maswali ya wateja kabla hata hawajauliza. Ukishajenga jamii ya waaminifu, njia za kipato huja wenyewe. Uuzaji wa moja kwa moja. Weka link ya kununua bidhaa zako moja kwa moja kwenye posti zako. Udhamini. Kampuni zingine zitalipa ili utangaze bidhaa zao kwa wafuasi wako waaminifu. Kodi za maudhui. Watu wanalipa kwa maudhui ya ziada na ya kina. Kumbuka, hakuna kitu kinachoitwa pesa za haraka. Lakini kuna mapato ya kudumu yanayotokana na kujenga kitu cha thamani kwa jamii yako. Anza leo, chagua moja ya mikakati hii, weke mpango na uanze kwa nguvu zote. Jenga, jifunze na endelevu. Hii ndiyo njia halisi ya kufanikiwa kwenye uchumi wa mtandao.